Tyler Perry ni moja kati ya wafanyabiashara wakubwa sana wa nchini Marekani, madirector wakubwa, wamiliki wa studios za kutengeneza movie. Ashatengeneza movie kubwa sana. And as we talking right now, movie ambayo inazungumzwa sana, inafanya vizuri, Straw, ni movie yake yeye, Tyler Perry. And of course, mimi ni shabiki sana wa Tyler Perry kwa sababu napenda sana dramas na yeye ni king of dramas. Na moja kati ya movie bora kabisa kutoka kwa Tyler Perry ambayo Tyler Perry ambayo naikubali sana ni The Oval, ambayo anazungumzia maisha ya White House, maisha ya ikulu, Bwana Hunter. Kuna cast wengi sana kwenye ile movie, lakini kuna cast mmoja anaitwa Dale. Dale ni moja kati ya washikaji ambao wameigiza kama gay kwenye ile movie, ambaye cast yake ameivaa kweli, uigizaji wake ni mkubwa. Sasa story ambayo ina trend siku hii hapa ya leo ni kwamba Dale anamshtaki Tyler Perry kwa kesi ya unyanyasaji wa kingono na akitaka fidia ya bilioni 689. Karibu sana, hii ni E-Trending ya Rick Media. Mimi naitwa Zaravina Jerry. Mimi ni Bintu Jerry na hapa nipo na Silent Ocean, simba wa bahari, bila kuwasahau Jizo Sound, wamba kabisa kutoka Afrika kwa upande wa sound. Sasa mwigizaji wa filamu Derek Dyson, kama umeitazama The Oval, yule gay anaitwa Dale, yeye ndo amemshtaki mwigizaji na mwandishi wa filamu, director Tyler Perry. Amemshtumu kwa unyanyasaji wa kingono, akidai kwenye kesi kwamba mfanyabiashara huyo mashuhuri alifanya juhudi za mara kwa mara za kumtongoza na alijaribu kuficha tukio la unyanyasaji kwa kumpa fursa ya kuigiza kwenye filamu yake ya The Oval. Malalamiko ya Dale au Derek yana kurasa 46 na yaliwasilishwa wiki iliyopita katika mahakama kuu, ambapo kama nilivyokuambia kuna kurasa 46, na kwenye mahakama kuu ya county ya Los Angeles yalifikishwa hayo malalamiko. Dale anadai fidia ya jumla ya dola milioni 260 kama adhabu, na yanalinganisha madai hayo na yale ya dhidi ya watu wengine mashuhuri wa tasnia ya burudani waliowahi kushutumiwa kwa makosa ya kingono. Hapo tunamzungumzia mtu kama Diddy, tunamzungumzia mtu kama Cobbs, unamfahamu yule mzee Cobbs, Bill Cobbs. Tunamzungumzia mtu kama R. Kelly, Robert Kelly na wengine wote ambao wamewahi kushutumiwa. Sasa katika taarifa ya wakili wa Tyler Perry, alimhukumu mlalamikaji Derek Dyson kwa kujaribu kumkaribia Perry kwa kile kinachoonekana kuwa mpango wa kutapeli. Wakili huyo alisema, lakini Tyler hatakubali kutishwa kwa njia hii na tuna uhakika madai haya ya kubuni ya unyanyasaji hayatafaulu. Unaona? Lakini pia kulingana na kesi hiyo, Tyler Perry alimtuhumu Dyson, ambaye wakati huo alikuwa mfanyakazi wa kampuni ya matukio, nafasi yake ya kwanza ya kuigiza mwaka 2019 kama nilivyokuambia kwenye The Oval. Miezi michache baadaye alimkaribisha Dyson nyumbani kwake huko Georgia nchini Marekani na akampatia vinywaji kadhaa kabla ya kumwambia alale katika chumba cha wageni. Kulingana na mashtaka hayo, Perry anadaiwa kupanda ghafla kitandani kwa Dyson na kuanza kumshikashika, kwa mujibu wa hati hiyo ya mashtaka ambayo iko kwenye peji 46. I hope wote mmeitazama The Oval. Mnamjua huyu ambaye tunamzungumzia hapa, ambaye alikuwa ana date na Kyla, ambaye kimsingi alikuwa secret service kule kwa Hunter kule White House. Unajua, so hii ni kesi kubwa sana kwa Tyler Perry ukizingatia nafasi aliyokuwa nayo, lakini yeye ni black, so bado tunaendelea kuitazama. Vote itavyokuwa tutakuja kukujuza. Acha comment yako hapo chini. Mimi ni Sarafina Jerry. Bye.